Mtazamaji wangu popote ulipo, natumai siku imekwisha vyema. It has been a very nice holiday and we come to the end of it. Kama kawaida, mimi ni Steven ambaye ni mtangazaji anayekufahamisha ukweli na kukufahamisha na kukujulisha kuhusiana na matukio ya kisiasa nchini Kenya. Leo aswa nataka kufahamisha kuhusiana na tukio ambalo limempa Rais William Ruto wakati mgumu wa uongozi wake chini ya serikali ya Kenya Kwanza tangu aweze kuchaguliwa kama rais wa nchi ya Kenya, na kuna kile ambacho kimeweza kumpa muda mgumu zaidi, haswa kile ambacho amekushuhudia na kukiweza kukitarajia alipoingia katika uongozi wake wa mwaka 2022. Ilivyo kawaida, viongozi ambao wamekuwepo kwa miaka ambayo imeweza kupita, akiwemo Moi, Kibaki na Uhuru Kenyatta, waliweza kuwasawisha wananchi kuwachagua kwa mara ya pili. Lakini kwa Ruto, mkondo huu utakuwa tofauti kwa sababu ambazo nitakuwa nikikuelezea kwa zaidi ya dakika 5 sichazo, na ile zaidi ambayo itahakikisha kwamba hata rudi uongozini ndiyo nataka nikueleze kwa ndani, kwa sababu ni sababu ambayo imempa muda mgumu zaidi, hata akawa na stress kufanya akose kuwa na usingizi kwa siku chache ambazo zimeweza kupita. Ukifuata historia ya uchaguzi ya nchi ya Kenya, wale ambao upiga kura ni wazee na wamama wa zaidi ya umri 35 kwenda juu. Hao ndio huweza kujitokeza kwa zaidi katika uchaguzi ambao huwa tunaufanya nchini Kenya. Wakati huu hatutakuwa tukiwangojea tena waweze kufanya uchaguzi. Haitakuwa tena kama kawaida, kwa sababu mambo yamebadilika tayari, na Ruto amefahamishwa na kujulishwa hilo kutoka kwa wale ambao hufanya upelelezi na udadisi na kumpa rais wa nchi, kumfahamisha kuhusiana na yale ambayo wananchi wanazungumza siku kwa siku na maoni kuhusiana na serikali na jinsi ambavyo inavyotekeleza mambo. The National Intelligence Services imemfahamisha Ruto kwamba kulingana na utafiti ambao wamefanya, aanze kupanga vilago vyake, kwa sababu mwaka 2027 hatakuwa akielekea nyumbani, kwa sababu mambo yamebadilika. Mambo yamebadilika kwanza kwa sababu hatakuwa na nafasi ya kuweza kufanya wizi wa kura za mwaka 2027. Hatakuwa na uwezo wa kutumia nguvu za kiserikali kuhakikisha kwamba bado amekuwa rais kwa tamu ya mara ya pili, jinsi ambavyo tumekuwa tukishuhudia na tukiona mabadiliko ya matokeo ya uchaguzi yakibadilishwa dakika tu za zile chache za mwisho. Tume ya IEBC itakuwa na muda mgumu wakati huu kwa sababu ya vijana ambao ni Gen Z. Vijana hawa wamempa Rais William Ruto muda mgumu zaidi tangu aingie serikalini. Kumbuka kuna wakati ambapo alitaka kumuondoa madarakani kupitia njia ya maandamano walioyaandaa mwaka 2025, maandamano ambayo yalionea serikali ya Ruto kutikiswa na hata wakataka kuingia ikuluni. Vijana hao ambao wanakiri kwamba wana kile cha kukipoteza waliingia hadi parliament buildings, na tulishuhudia hata wako wanashtuka
hata wakiona mlio wa marisasi. Hawa vijana ndio ambao wamesimama wima na kukiri kwamba uchaguzi ujao lazima wahakikishe kwamba wamebadilisha siasa za Kenya. Vijana hao wameanzisha Tuko Card Movement ambayo imeweza kuhamasisha zaidi ya 50% ya vijana kujitokeza ili kujiandikisha na kuchukua kadi kwa kujiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027, jambo ambalo halijashuhudiwa kwa muda mrefu, vijana kujiingisha zaidi katika siasa za uchaguzi. Mabadiliko yameshuhudiwa, hata Rais William Ruto amenelea ni vizuri kwanza ajaribu kuona kama ataweza kujiingisha ndani zaidi, so that he can be able to speak their language. Lakini kila ambacho akifahamu Tuko kadi inamaanisha one term, kulingana na yale ambayo tumeyapokea kutoka kwa vijana walioanzisha mradi huu wa kuhamasisha watu kuchukua kura kwa kujiandaa kwa mwaka 2027. Vijana wamejitokeza kwa wingi na wamehamasisha wale ambao ni vijana, ni wazee na wale ambao wako wamechukua kura na wale ambao hawajakuwa kwa muda mrefu wakijiingisha katika siasa, kufanya uamuzi mkuu wa kuhakikisha kwamba wamo katika participation ya kuhakikisha kwamba tumefanya uchaguzi wa mwaka 2027. Kile ambacho pia Ruto hakuweza kukitarajia ni kuona vijana wakizungumza kwa ujasiri bila kuogopa kile ambacho tunakiita ni abductions. Mengi ambayo yamekuwa yakifanyika nyuma ya pazia, mengi ambayo yamekuwa yakitendwa na wale ambao wana nguvu zaidi serikalini, yamekuwa yakinyamaziwa, lakini vijana wa wakati huu ambao ni Gen Z wamesimama wima na wametikisa serikali kwa kutaka kufanya mambo kitofauti, na hiki kimempa Rais William Ruto uoga kwamba hataweza kuchaguliwa kwa mwaka 2027. Tumeona nyimbo na tweets ambazo zinaza kuhamasisha umati hasa kwa kupitia njia za mtandao ambazo zinazungumza lugha moja ambayo ni one term. One term kumaanisha kwamba Ruto ana term moja ya uongozi ambayo ndio sasa anafaa kukamilisha. Akimaliza hiyo atakuwa anakielekea nyumbani. Hili pia ni sababu ambazo zinampa Rais William Ruto baridi na kumpa ujumbe ambao ni muhimu zaidi kwamba aweze kujiandaa, asipoteze muda katika uchaguzi wa mwaka 2027. Zaidi ya yote tutakuwa tukiyazungumzia kwa kanda ambayo tutakuwa tukiandaa. Asante kwa kujiunga na kituo hiki, na ikiwa na mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe, kulike na kuweza kushare kanda hii ili pia sisi tupate unga na tuweze kufanya bidii zaidi ili kuweza kukuelimisha na kufahamisha jinsi ambavyo nchi ya Kenya imejiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027.